na haya na hii hatua ambayo wamefika. Tunazungumzia finali karibu ya 7 ndani ya misimu 5 nadhani ya michuano mbalimbali. Finali 3 kati ya hizo zikiwa za kombe la shirikisho. Yani kombe la shirikisho hii ni finali yao ya 5. Yes, lakini nazungumzia katika kipindi cha Spania kama misimu 5 hivi, hii ni finali ya 3 wanafika. Yani kwa hiyo kuna kundi kubwa la wachezaji katika kikosi ambao ni finali yao ya 3, ni finali yao ya 2. Tofauti na Simba ambao mchezaji pekee ambaye alikuwa na uzoefu wa kitu chochote kinachoitwa finali ya Afrika ni Fabrice Ngoma peke yake. So kwenye mazingira kama hayo utagundua kwamba Simba walianza game na tension kubwa. Na kulikuwa na kesi pia ya selection ya mchezaji ambaye alikuwa hayuko fit, mtu kama Hamza. Nadhani hata Juma ulikuwa unaona performance yake, kwa mfano kutokea jukwani tulipokuwa, alikuwa anaonekana kabisa hayuko fit, na hata pale dakika ya 17 anatoka baada ya magoli mawili kuwa conceded. Alipokuja kuingia Shemalon, unaona kulikuwa na utulivu. Kwa hiyo ambacho kilitokea ni kwamba ile tension ambayo Simba walianza nayo ndio ilisababisha mpaka mistake zile ambazo walifanya na wakaconcede magoli. Na baada ya hapo unaona kulikuwa na mazingira ya, kwa mfano goli la pili lilipofungwa, Fabrice Ngoma aliwaita wachezaji wakati Bekano wanashangilia. Fabrice Ngoma aliwakusanya wachezaji wakazungumza pale, na baada ya pale tuliona kuna hali ya wachezaji kuwa tulivu na wakaanza kukua mchezoni, ile wanasema growing into the game. Na tulikuwa tunazungumza wote jukwaani, Juma ni shahidi, tulikuwa tunasema kwamba bwana, kama kuna kitu ambacho tunahitaji kukiombea sisi wa Tanzania hapa, ni haya magoli yasiongezeke. Yani kama ni mawili ni hayo, kwa sababu score line ya mabao 2-0 unaweza kwa Juve 5. Tumeona Simba akifanya hivyo kwa Al Masry, na kama wamefanya hivyo kwa Al Masry, there's every reason to believe kwamba wanaweza wakakaribia kufanya hivyo with Bekani. Kwa hiyo ukiangalia pia performance ya kipindi cha pili ilikuwa nzuri. Mtu kama Yusuf Kagoma alifanya kazi kubwa sana, hata huyu Fabrice Ngoma mwenyewe alifanya kazi kubwa sana, lakini pia katika maisha yangu ya kuwaona Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein Shabalala, hususan Shabalala, sijawahi kumuona Shabalala akiwa katika ubora wa kuzuia kama nilivyomuona kwenye mechi ya Jumamosi. Normally Shabalala huwa sio defender mzuri sana, especially kwenye situations za 1v1, lakini kwenye mechi dhidi ya Bekane alicheza kiuandamizi sana na alijitolea, na mara zote unaona kwenye 1v1 alikuwa apitu, alikuwa anazuia, na mfumo ulibadilika kwenye kipindi cha pili. Walikuwa wanacheza almost karibu na back 3 ambayo yeye alikuwa mmoja wapo pamoja na Shemalon na Karabu, na wengine hawa ambao ni Valentin Numa pamoja na nani na Kapombe walikuwa wanafanya shuttling hizi za kwenda na kurudi kama ambavyo wingback anafanya. Kwa hiyo ambacho kilipungua ni kwenye eneo la ushambuliaji ambako nafasi ndogo zile zilizokuwa zinapatikana zilikuwa haziwi maximized, na ni kwa sababu mechi tayari ilikuwa ni kama imechafuka kwa baadhi ya wachezaji, na wakashindwa ku maximize kile kidogo ambacho kilikuwa kinapatikana. Mpanzu alikuwa nakabwa sana, lakini pia wachezaji wenzie ni kama pia walikuwa hawampi msaada wa kutosha. Akiwa na mipira anakwenda mbele, na hii ni kwa sababu unajua ukiwa umeshafungwa bao 2 ni vigumu sana kusema kwamba bwana sasa tutoke tujaribu kutafuta bao moja, kwa sababu baada ya hapo ni very risky kama ukifungwa bao la 3. Kama Simba wangefungwa mabao 3-0 kwenye ile mechi, kwangu mimi kulikuwa hakuna hata sababu ya kucheza mechi. Umewataja wachezaji wawili hapo, naomba hili utalijibu kwa ufupi, kwa sababu ni swali fupi pia. Umemtaja Mpanzu kwenye mechi 2 mfululizo, mechi ya nusu finali pamoja na hii mechi ya ugenini kwa Stellenbosch. Hakuwa na hayupo katika ubora wake. Katika kufuatilia kwako, ulikuwa eneo la tukio na pia nyepesi, nini kinamsumbua, tatizo ni nini, ama timu pinzani makocha wao wamejua kumstadi Mpanzu ni mchezaji wa namna gani? Lakini pia umezungumzia juu ya Hamza kwamba hakuwa fiti, alicheza ule mchezo akiwa anaumwa ama mchezo ulimkataa tu? Could be both.
Kwa sababu tushawahi kuona mazingira ya mchezaji anacheza akiwa hayuko fit na perform. Kwa hiyo very possible kwamba hata angekuwa fit, lakini sometimes mambo yanatokea tu kwamba kuna upepo. The same way ambavyo wachezaji wanacheza vizuri, siku mbaya ofisini pia huwa zipo. Kwa mfano kama unamkumbuka Kamara wa mechi ya Al Masry ya ugenini, hakuwa yule Kamara wa mechi ya Al Masry ya nyumbani. Kwa hiyo siku mbaya ofisini huwa zipo, na this is not me trying to say kwamba yeye ndo mchezaji ambaye alicheza vibaya kuliko wenzie. It was a team performance ambayo kama mnafungwa pamoja na mnapoteza pamoja. Kwa hiyo ambacho nilikuwa najaribu kukiexplain pia kuhusu Mpanzu, team zina plan kwa ajili yake, kwa sababu unajua unapokuwa mchezaji mzuri sio kwa kujificha hivi. Watu wanajua kwamba bwana huyu ndio mchezaji bora wa Simba. Unajua Mpanzu, kuna comment yako moja, kuna post yako moja nilicomment. Ukiangalia Mpanzu anajiunga na team very late. Lakini katika muda huo ameperform kuliko baadhi ya wachezaji wengi, sio wa Simba peke yake, wa mashindano yote ambao wamekuwepo. Kuna sehemu unakuta ameingia kwenye top 5 na anashindana na wachezaji ambao wameshiriki ya mashindano kuanzia mwanzo. Kwa hiyo kama hivi ni vitu ambavyo mimi tu mchambuzi naweza kuviona, can you imagine analyst wa Bekane au analyst wa Stellenbosch atakuwa ameona nini? Kwa hiyo they plan for him kwamba bana huyu ni mchezaji ambaye anapenda kucheza kwenye isolation. Kwa hiyo mchezaji anayependa kucheza kwenye isolation namna hiyo tunamfuata. Ushai kuona kama mbwa mwitu wanavyoinda. Huwa mbwa mwitu wanawinda in packs, hawawindi peke yao. Kwa hiyo wanakwenda kumkaba, anakuja mmoja na kuna mwingine anakuja kusaidia. Sasa katika mazingira kama hayo watu wameplan kwa ajili yako, na wewe ndio mchezaji pekee wa aina hiyo ambaye unakuwa unacheza hivyo. Ni vigumu kuonyesha kile ambacho unaweza kuonyesha, na ndio maana mwishoni Juma, unakumbuka kuna wakati uliniangalia ukasema da bwana Mpanzu amechoka, na azikupita hata dakika 3 kocha akamtoa baada ya hapo. Okay, sawa. Kabla ya kuangalia mbinu za Fadlu zilikuwa na afya katika mchezo ule, lakini pia tuangalie baadhi ya matukio ambayo VAR pengine ilipaswa kuamua. Ile goli likataliwa kwamba alikuwa offside, lakini kuna baadhi ya matukio pia yalikuwa wachezaji wa Simba walikuwa wanashika mipira, lakini mwamuzi anakataa. Hebu tuliangalie hili. Ni tukio lipi ambalo unaona kwamba Berkane walinyongwa na mwamuzi? Mimi sijaona tukio ambalo wamenyongwa. Okay. Mwamuzi nadhani alichezesha mechi vizuri. Yes, dakika za kwanza mwanzoni Simba walikuwa wanalalamika sana kwamba mwamuzi anawanyima foul. Lakini kuna kitu ambacho nimegundua Paul. Waamuzi wetu kwenye ligi walisababisha kile ambacho tulikiona. Waamuzi wetu kwenye ligi wanatoa sana foul nyepesi. Mtu akiwa pressed, mwamuzi anaweka foul. Ukienda kwenye mashindano ya wenzetu kimataifa, hasa unapokuwa ugenini, watu wanafika wana press. Umesikia kauli ya Labiri, yule madevu yule wa Berkane? Anasema sisi tulijua Simba ukiwa press wanatoa mipira, wanatoa. Akasema tunakuja huko pia, tunakuja kwa press huko kwa sababu watatupa mipira na tuna uhakika tutapata goli la ugenini. Unaweza ukaona kauli ya mchezaji anaelekeza wapi. Ile ni game ambayo ilikuwa na intensity. Watu wanafika, wana press kweli, lazima uwe mgumu. Ndio hapo tunataja watu wanaitwa press resistant player. Yaani mchezaji ambaye anaweza kufyonza pressing ya timu pinzani. Yaani unampress vipi uwezi kumweka chini au uchukui mali. Sasa Simba walikuwa wanatoa mipira ovyo. Mwamuzi akawa anasema twende, hamna foul, twende. Na baadaye tuliona hata Simba nao wanarudi wakiwa aggressive kipindi cha pili, wanafika wanaweka chini wachezaji wa Berkane, mwamuzi anapeta. Kwa hiyo kwenye hilo nililiona. Lakini goli ambalo lilikataliwa ambalo umeniuliza, ile kiukweli ilikuwa inahitaji kuchora mistari. Kwa macho ya kawaida tulikuwa tunaona ni goli. Lakini baada ya mistari kuchorwa na VAR tunaona kabisa mchezaji wa Berkane alikuwa amezidi kidogo. Kwa hiyo kwenye hilo unaweza ukazungumza kwamba system iliamua na ilikuwa sahihi. Matukio ya penalty ambayo wachezaji wa Berkane walikuwa wanajiangusha chini, mwamuzi alikuwa sahihi kwa sababu Waarabu wengi wanajanja kweli. Wanajaribu kuminfluence mwamuzi ili atoe penalty, lakini mwamuzi kutoka Gabon alikuwa super kweli. Tembee. Kuna incidents ambayo ilitokea baada ya mechi.
yule kiongozi wa FA ya Morocco Fawz Lekia alikwenda kumfanyia fujo referee kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Hii ni incident ambayo haikuwa reported wala haijarekodiwa, lakini sisi tulokuwa pale eneo la tukio tulipata taarifa zake. Kwa hiyo hiki anachokisema Hans wakati mwingine anachokisema Hans ni kweli kwamba wakati mwingine wachezaji wanajaribu kutafuta advantage namna hiyo, lakini pia huwezi kujua viongozi wao wamefanya nini, kwa sababu kwa kiongozi kama yule and of course ana hiyo historia, aliwahi kumpiga kichwa referee kutoka Ethiopia kwenye mechi dhidi ya Zamalek. Kwa hiyo inasemekana alikwenda kumkunja, lakini watu wakaingilia kati kabla issue haijafika mbali. Sawa kamanda. Ulikuwa unaendelea pia hususani kwenye mbinu za Fadlu katika mchezo ule pale. Kipindi cha kwanza na kipindi cha pili zilikuwa na afya kwenye mchezo ule pale, na magoli mawili ambayo wameyapata Wydad. Ni nani wa Berkane nani wa kulaumiwa na nani wa kunyoshewa kidole? Binafsi nadhani Simba walifungwa na timu yenye quality. Ubora my friend, quality. Berkane wana timu, wachezaji wao wengi technically Simba hawezi kuwa match. Huo ndo ukweli. Ukimtazama Simba haina quality. Pale ilipofika Simba ifika mpaka finali. Kufika finali sasa quality zinatofautiana. Lakini quality ipo kote bwana. Quality iko kote. Hakuna sehemu hakuna quality yake. Ndio maana nimesema hawawezi kuimatch. Ferrari na Toyota Prado hazifanani. Yani unajua quality Toyota Prado ni gari zuri. Lakini Ferrari